Habari kubwa asubuhi hii hapa tunaambia kwamba vitisho vya Wahouthi vimezua hofu mpya kwa soko la mafuta duniani. Waasi wa Kihouthi wa Yemeni wametishia kuzuia meli ambazo zinahusishwa na Israeli kupita katika bahari ya Shamu, hatua ambayo inaweza kuongeza mzozo wa Mashariki ya Kati na kuathiri soko la mafuta duniani. Waasi hao wa Kihouthi ambao wanaungwa mkono na Irani nchini Yemeni wametangaza kuwa watazuia meli ambazo zinahusishwa na Israeli kupita katika bahari ya Shamu kufuatia ongezeko tena kwa mapigano kati ya Israeli pamoja na Iran. Tangazo hilo limezua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa usafirishaji wa kimataifa na mustakabali wa soko la mafuta duniani. Hatua hiyo inakuja wakati dunia tayari ikikabiliwa na athari za kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na Irani tangu kuanza kwa vita kati ya Teherani kwa upande mmoja wa Marekani pamoja na Israeli kwa upande mwingine mwishoni mwa Februari. Mlango wa bahari wa Hormuz ni njia muhimu ambayo inatumika kusafirisha sehemu kubwa ya mafuta pamoja na gesi ya dunia kutoka katika nchi zote za Ghuba. Kutokana na hali hiyo, bei za mafuta zinaendelea kupanda huku masoko ya nishati yakikabiliwa na shindikizo kubwa kabisa. Wanasema, kwa nini bahari ya Shamu ni muhimu sana? Bahari ya Shamu ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za biashara duniani. Kabla ya migogoro ya hivi karibuni, bidhaa zenye thamani ya zaidi ya dola trilioni 1 zilikuwa zikisafirishwa kupitia njia hiyo kila mwaka. Kufungwa kwa Hormuz kulifanya bandari za bahari ya Shamu kuwa ni njia mbadala muhimu kwa nchi kama Saudi Arabia. Riyadh imekuwa ikielekeza zaidi ya 70% ya mauzo yake ya mafuta kupitia bahari ya Hormuz kwenye bahari ya Shamu. Iwapo Wahouthi watafanikiwa kuvuruga usafiri katika eneo hilo, dunia inaweza kushuhudia mshtuko mwingine mkubwa wa nishati. Wahouthi ni akina nani hasa? Wanasema kwamba harakati ya Wahouthi ilianza miaka ya 90 kaskazini mwa Yemeni kama vuguvugu la kisiasa, kidini na kijeshi. Kundi hilo ambalo linafuata madhehebu ya Zaidi pamoja ya Uislamu wa Kishia na lilichukua mji mkuu wa Yemen Sanaa mwaka wa 2014. Hatua hiyo ilisababisha Saudi Arabia pamoja na washirika wake kuanzisha operesheni ya kijeshi dhidi yao mwaka uliofuata. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka wa 2022 yamepunguza mapigano nchini Yemeni, Wahouthi wameendelea kuwa na nguvu kubwa ya kijeshi katika nchi hiyo. Je, Wahouthi ni mawakala wa Irani? Marekani inasema kwamba Irani imekuwa ikiwapa Wahouthi silaha, mafunzo pamoja na fedha kwa msaada wa Hezbollah ya Lebanoni. Irani nayo imekuwa ikiwatambua Wahouthi kama ni sehemu ya kile ambacho nakiita kwamba ni muungano wa upinzani ambao unajumuisha pia Hezbollah pamoja na makundi ya Kishia nchini Iran. Hata hivyo, wachambuzi wamesema kwamba uhusiano kati ya Teherani pamoja na Wahouthi si wa moja kwa moja kama ulivyo katika makundi mengine. Wahouthi wenyewe wanakanusha kuwa ni mawakala wa Irani na kusisitiza kuwa wanatengeneza silaha zao wenyewe. Walifanya nini wakati wa vita vya Gaza? Baada ya shambulizi la Hamas dhidi ya Israeli Oktoba mwaka wa 2023 na vita vya Gaza vilivyofuata, Wahouthi walianza kushambulia meli katika bahari ya Shamu wakisema kwamba wanaunga mkono wa Palestina. Mashambulizi hayo yaliwalazimisha waendeshaji wakubwa wa meli duniani kama Maersk pamoja na Hapag-Lloyd kubadilisha njia na kuzunguka kusini mwa Afrika. Hatua hiyo iliongeza gharama za usafirishaji na kuchelewesha biashara ya kimataifa. Marekani iliongoza operesheni ya kijeshi kulinda usafiri wa majini katika eneo hilo, lakini mashambulizi ya Wahouthi yaliendelea kwa miezi kadhaa. Katika miezi ya kwanza kabisa ya vita vya sasa kati ya Irani pamoja na Israeli, Wahouthi wameonekana kujizuia kwa kiasi kikubwa. Lakini
wiki hii wametangaza kuwa watazuia meli ambazo zinahusishwa na Israeli kupita katika bahari ya Shamu, na wameonya kuwa wanaweza kuchukua hatua zaidi ikiwa mapigano yataongezeka. Wachambuzi wanaiona hatua hiyo ni kama njia ya kuongeza shindikizo kwa Israeli pamoja na Marekani, huku mazungumzo ya amani yakikwama. Iwapo vitisho hivyo vitatekelezwa kikamilifu, basi vinaweza kuathiri biashara ya dunia, kuongezeka kwa bei ya mafuta na kusababisha gharama kubwa zaidi za usafirishaji wa bidhaa kwa watumiaji duniani kote. Mpenzi mtazamaji, wakati hayo yakiwa yanaendelea, EU imeiwekea vikwazo Irani juu ya mlango wa bahari wa Hormuz. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya EU amesema kwamba nchi wanachama zimeiwekea vikwazo Irani kwa kuzuia usafirishaji wa majini katika mlango wa bahari wa Hormuz. Katika chapisho kwenye mtandao wake wa X, Kaja Kallas amesema kwamba Mashariki ya Kati imekwama katika awamu ya mazungumzo ya amani na usitishaji wa mapigano dhaifu. Ndege zisizokuwa na rubani za Irani zimeendelea kutishia msongamano wa bahari katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mawaziri walikuwa wazi kwamba hatua ambazo zinachukuliwa na Irani hazikubaliki. Kwa mujibu wa nchi wanachama wa EU, wamesema kwamba wamewawekea vikwazo wa Irani kwa kuzuia usafirishaji wa majini katika mlango wa bahari. Amesema kwamba EU inawawekea vikwazo watu binafsi pamoja na mashirika ya Irani yenye uhusiano katika usumbufu huo. Amesema EU imewekea vikwazo watu binafsi pamoja na mashirika ya Irani yenye kuhusika katika usumbufu huo. EFP imeripoti kwamba hii inajumuisha Muhammad Abdulbezi, msemaji wa kikosi cha majini na kikosi cha walinzi katika mapinduzi ya Kiislamu, na kumwekea Hamadi Hosseini, mwakilishi katika muungano wa wauzaji mafuta wa Irani, chini ya marufuku ya kuzuia mali na kupiga marufuku. Wakati huo huo, rais wa Irani amesema nchi hiyo haijasitisha inachofanya wala kuondoka katika meza ya mazungumzo. Masoud Pezeshkian amesema katika chapisho kupitia ukurasa wake wa X kwamba kipaumbele cha nchi ni usalama wa taifa na amani ya watu wetu, akiongeza kwamba haitabadili msimamo kwa sababu ya vitisho vyovyote. Maoni hayo yamekuja baada ya kamanda mkuu wa kijeshi la Iran kutangaza kusitisha shughuli zake za kijeshi na kuongeza kwamba itajibu vikali na kwa nguvu kubwa zaidi kuliko hapo awali ikiwa mashambulizi yataendelea. Wakati huo huo, shirika la viwanja vya ndege na urambazaji wa anga ya Irani imesema katika taarifa kwamba safari zote za ndege nchini Irani zimefutwa hadi itakapotangazwa tena. Msemaji katika shirika la usafiri wa anga la Irani ametangaza siku ya jana usiku kwamba sehemu ya magharibi ya anga ya nchi hiyo imefungwa. Irani ilikuwa imeanza kurejesha baadhi ya safari zake za ndege za abiria kuanzia mwishoni mwa mwezi Aprili kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Irani pamoja na Marekani tarehe 8 Aprili. Nchi hiyo ilikuwa imefunga anga yake kwa kiasi kikubwa baada ya mashambulizi ya Marekani pamoja na Israeli tarehe 28 Februari wakati vita vilipoanza.